Habari wapendwa, natumai tu ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuhakikisha afya yake inakuwa salama zaidi. Haijalishi wewe una afya kiasi gani, lakini bado namna ambavyo unaishi, mtindo wa maisha ambao unaishi ni bado kuhakikisha afya yako inakuwa salama kipindi chote. Lakini kwa wale ambao ni mgonjwa, bado umekuwa ukipambana kutafuta msaada huku na huku, aidha kuona madaktari au kuona mtu yote ambaye unafikiri anaweza kukusaidia na kuhakikisha unakuwa salama zaidi. Sasa leo kuna mambo kadhaa ambayo tunatakiwa tujifunze, na ikiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu ambayo ni kama ofa au zawadi kwenu kwa wapenzi na wafuatiliaji mitandao yangu ya kijamii, ambao nimetoa madarasa 100 kama zawadi, ambao najipongeza kwangu, lakini nawapongeza na nyinyi ambao mnaendelea kufuatilia mitandao yangu ya kijamii. Ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 12 2025. Hiyo ni tarehe ambayo mimi nasherehekea happy birthday, na nimeamua kutoa zawadi ya video 100 ili kuweza kuwapa maarifa mengi ambayo yatakuwa msaada kwa upande wa mwanamke, lakini pia kwa jamii. Tutakaposaidia jamii kupitia mwanamke, hivyo ambavyo nguvu kazi zitakuwa kubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi watu wengi sana wamekuwa wakilalamika uzazi ni changamoto, lakini uzazi unaanzia mbali sana. Kwa hiyo ambao ulikuwa na changamoto ya uzazi na unahitaji kupata maarifa ya uzazi, unaweza kaniona nikakusaidia kitabu changu cha uzazi salama. Lakini kwa ambao unapitia changamoto ya hedhi, unaweza kanitafuta pia nikakusaidia kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama, kwa kuweza kupata mzunguko ambao utakuwa salama zaidi kwa kupitia elimu. Sababu bado sijapata suluhisho la moja kwa moja, lakini naamini elimu ambazo nazitoa na vitu ambavyo huwa vinatokea katika mwili wa binadamu huwa wakati mwingine vinahitaji maarifa na kujua ni chakula gani ule au chakula gani usile kwa kipindi gani. Yote haya ni kuhakikisha afya yako inakuwa salama zaidi. Sasa tukienda darasa letu la 13, na kama hujaweza kufuatilia madarasa 12 na 11 na la kwanza kabisa, basi ni vyema kaendelea kufuatilia, kwa sababu ni kama vile yanafuatana. Kwa hiyo ukifuatilia ili hakikisha unafuatilia na lingine na lingine na lingine, au kama itapendeza zaidi unaweza kaanza la kwanza mpaka 100, kwa sababu sijataka kuweka la urefu, ni kifupi ili kila mmoja atakayesikiliza aweze kuelewa na kuhakikisha afya yake inakuwa salama zaidi. Na haya ni mambo ya kuzingatia wewe pale ambapo utakuwa na changamoto ya hedhi au unataka kufahamu mambo ya hedhi. Hizi ni uhusiano gani na homoni? Kwa sababu kila mmoja amekuwa akihusisha homoni, au akienda hospitali kwa kupata msaada wa madaktari bingwa, huwa lazima aambiwe homoni zake zimeshuka au homoni zake zimepanda au ana changamoto kuhusiana na homoni. Amekuwa akichukua kipimo ambacho wanaenda kupima homoni, lakini pia anapokuwa mjamzito mara nyingi anapima mkojo kwa sababu kutazama homoni za mwili wake. Kwa ni kitu gani ambacho huwa kinatokea? Hii ndio inahusiana moja kwa moja hedhi ya mwanamke na homoni zake. Sasa ni mwanamke ambapo anakuwa na mwanamke ana homoni kuu mbili ambazo zinahusika na hedhi, ambayo ni homoni estrogen na progesterone. Hizo homoni zikishuka au zikipanda, huwa kunakuwa na ishara fulani, na inaweza pia kusababisha mzunguko ukawa chini au ukawa juu, maana ukawa mrefu au ukawa mfupi, au kuna matatizo ambayo anapitia na kuhisi mwanamke sema ambapo sio salama zaidi. Lakini homoni zikipanda au zikipanda, zinaashiria kwamba mwanamke atakuwa katika kipindi cha kuweza kupata nafasi kubwa kushika ujauzito. Hapa sasa hatutaangalia madhara moja kwa moja, lakini wakati ambapo utaendelea kufuatilia video hizi utajifunza ni kitu gani ambacho nakizungumza hapa na kuhakikisha unakuwa salama kipindi chote. Kwa hiyo hapa tutaangalia homoni zikipanda, ambapo ni homoni gani huwa zinapanda. Ni estrogen, pale ambapo mwili unaandaa mwanamke kuweza kushika ujauzito, lakini pale unapofika siku ya hatari au ile siku ya 14 ambapo kila mmoja anafahamu kwamba ni siku ya hatari. Sasa ukisoma zaidi au ukihitaji kufuatilia zaidi, utatambua kwamba sio kila mtu ile siku 14 lazima awe katika siku za hatari. Kuna siku nyingine ambazo huwa zinaweza kupitiliza na mwanamke kachanganyikiwa. Ndio maana bahati mbaya watu wengi wamejikuta akishika ujauzito mapema zaidi, au wakichelewa kushika ujauzito wakipata baadaye. Yaani akiamini leo nikishiriki tena ndio, kwa sababu hedhi yangu ni siku ya 14 ilikuwa juzi, leo nikishiriki basi sitapata, afu mwisho siku ajikuta napata ujauzito. Ni vitu gani hivyo? Basi tutazungumza baadaye. Endelea kusubscribe kupata maarifa haya mengi zaidi. Kwa hiyo kama ninapopanda estrogen, kwa maana yake mwili wangu umejiandaa kuanza kupata ujauzito na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na nini estrogen, ambayo tutazungumza baadaye. Lakini hapa leo tuzungumzie mimba, lakini pia baadaye mwili unapotengeneza au unaporutubishwa, basi progesterone unapata kuanzia ukuta na mambo mengine yote yanayohusiana na mimba au ukuta wa hedhi, jinsi ya kujiandaa na kuweza kusababisha hii mimba iweze kukaa katika sehemu ya mfuko wa uzazi. Lakini zikishuka hedhi hutokea, yani maana yake
Hapa sasa tutaangalia katika mzunguko wa kawaida na hedhi inavyokuwa, sio mwanamke ambaye ni mjamzito. Yaani namna ambavyo hizi homoni zikipanda ni kiashiria kwamba mwili unaandaa ujauzito, lakini zinaposhuka maana yake wewe unaelekea ukingoni au unaenda kwenye hedhi na kupelekea kutoka damu. Kwa hiyo baada ya hapo huu mzunguko unaanza tena upya. Kwa hiyo mzunguko huo unakuwa hivi kifupi, lakini kwa wale ambao wanahitaji kupata madarasa private, elimu yake ni kufundishe, basi utanitafuta nitakuelekeza. Mzunguko unakuwa hivi. Kwa hiyo hapa unapoanza mzunguko au unapoanza hedhi ni labda siku 3, alafu hii ni siku 14 ambayo kila mmoja anafahamu, na afini ni mfano ambao utakuwa rahisi zaidi. Homoni ya estrogen huwa inaanza kupanda hapa. Kwa hiyo inaanza kutoka kwenye hedhi inapanda kidogo kidogo mpaka siku 14 ambayo inakuwa peak, au tunasema inakuwa kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo baada ya siku 14 hapa zinakuwa juu. Baada ya hapo zinaanza kushuka sasa kidogo kidogo mpaka kuelekea mzunguko mwingine. Lakini baada ya siku 14 homoni ambayo inaanza kupanda hapa ni homoni ya progesterone ambayo inakuwa kwa kiwango kijuu kabisa. Kwa hiyo yenyewe itaanza kupanda hapa na kuendelea. Hii kwa sababu gani? Hii inafanya kazi ya kuweza kuandaa mayai. Hii ya pili inafanya kazi ya kuweza kuandaa ukuta ambao mimba ikija itajishikiza pale. Hii ni kifupi na kupata maana halisi ni kitu gani ambacho nakizungumza hapa. Lakini usawa homoni huamua mzunguko, maumivu na kiwango cha damu ambacho kinatoka. Kwa maana mara nyingi wewe au mwenza wako au mtu wako karibu ambaye unamwona kila siku anaenda hospitalini ni kuweza kupima homoni zake na kuweza kujua ni nini ambacho wako kinaendelea. Na kutokana na maumivu ambayo anakutana nayo, aidha mzunguko wake umekuwa mrefu sana mpaka kuchanganyikiwa au kupata maswali mengi zaidi, au umekuwa na maumivu makali sana ambayo yanapelekea yeye kuhitaji msaada. Kwa maana yake anaenda hospitalini ili kuweza kutazama hali ya maumivu yake ikoje. Aidha ni homoni ziko juu au ana changamoto nyingine ambayo anapitia. Lakini kiwango cha damu ambacho kinatoka, kwa kama utahisi una damu kidogo sana, kwa maana yake hii homoni ya progesterone ambayo inaandaa ukuta na kiwango cha damu ambacho kitakizi ni pale mimba ambapo inatokea, basi inakuwa tofauti kidogo, anakuwa kwa kiwango kidogo. Kwa maana yake hawezi kushika ujauzito, au mtoto utakapotokea basi hatopata nutrients au virutubisho sahihi ambavyo anatakiwa kupata. Inasababisha nini? Mtoto kupata changamoto akiwa tumboni, inaweza mimba iharibike na matatizo mengine mengi. Lakini hapa leo tutazungumza kifupi ni hicho. Baada hapo ikiwa nyingi zaidi pia tutaangalia homoni hizi. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa kinategemeana. Kwa hiyo hizi zinahusiana vipi na homoni? Basi ni hayo kifupi, na nyingine zaidi endelea kusubscribe na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya ambayo itakuwa msaada na kuweza kuhakikisha utakuwa salama kipindi chote. Hedhi ni lugha ya homoni. Hatutaichambua leo homoni, lakini endelea kufuatilia mitandao ya kijamii utajifunza kwa sababu gani hedhi ni lugha ya homoni. Ikipanda hedhi, ikishuka ni nini inahusiana na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na afya. Ukielewa mwili wako na ndivyo ambavyo umeelewa homoni zako. Yaani namna ambavyo unajifuatilia mzunguko wako na ndivyo ambavyo utajua masuala ya homoni, kitu ambacho huwa kinaendelea ndani kwa ndani, ambayo itahusisha pia ubongo. Kwa hiyo nafikiri hii ni kifupi, ni darasa ambalo unapaswa ulifahamu kwamba homoni inahusika moja kwa moja na hedhi ya mwanamke. Asanteni, endelea kushare, subscribe na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya pale tutakapotoa madarasa. Lakini leo ambao darasa tunaliangalia ni la 13, ni madarasa yako 100 au ni vipindi ambavyo viko 100. Vyote vimetolewa siku moja. Yaani tarehe 28 mwezi wa 12 2025, siku moja madarasa 100 ambayo yanahusiana na afya hizi. Ikiwa kama zawadi kwenu ambao mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii, lakini pia ni kupata elimu ya afya ambayo mimi najipongeza, lakini wewe pia utapata maarifa haya. Kwa hiyo unapojaribu kusubscribe na kupata maarifa mengine zaidi, lakini pia usisahau kufuatilia hizi video 100 ambazo nimezieleza hapa. Asante na mpaka wakati mwingine au darasa linalofuata ambapo tutakuwa darasa la 14.